Ndugu zangu katika Kristo, karibuni katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 30 ya mwezi Septemba, kanisa linamkumbuka Mtakatifu Jerome wa Stride. Jerome alizaliwa mwaka wa 341 huko Strido, mkoa wa Dalmatia, katika nchi ya Kroatia. Alikuwa kijana mchangamfu mwenye akili nyingi. Wazazi wake walikuwa Wakristo, lakini kutokana na mila za siku zile aliuahirisha ubatizo wa mtoto wao. Alipokuwa na umri wa miaka 12, Jerome alikwenda Roma, Italia kwa masomo ya Kilatini na falsafa. Kabla hajamaliza masomo yake, alipewa ubatizo. Alipenda sana kujifunza elimu mpya, hivyo alisafiri sana kutafuta elimu mpya. Alikwenda Treves kujifunza teolojia, baadaye Antiokia kujifunza Kigiriki na maandiko matakatifu, na hatimaye alikaa jangwani kufanya toba na kujifunza Kiebrania. Baada ya kumaliza masomo yake huko Roma, alizitembelea nchi za Ufaransa na Ujerumani, na hatimaye alifika Antiokia ya Uturuki katika mwaka wa 374. Huko Antiokia alipata kuugua sana, na katika ndoto alijiona amekwisha kufika mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu, akikabiliwa na shtaka la kusoma vitabu vya kipagani. Katika ndoto yake hiyo, Jerome aliapa kuacha kuvisoma vitabu hivyo. Mara akaanza kujisomea elimu ya Biblia na kujipatia maktaba ya vitabu vya dini, ambayo hapo baadaye alikuwa akichukua kila mahali alipokwenda. Baada ya muda alirudi Antiokia. Akapewa daraja ya upadre mwaka wa 380 akiwa na umri wa miaka 39. Baada ya upadirisho alibaki Constantinople kuendelea kufundishwa na Gregori wa Nazianze katika maarifa na fadhila mbalimbali. Mwaka wa 382 alirudi Roma. Papa Damasi akamwomba awe katibu wake kwa miaka 5, na pia alitafsiri Biblia mpya katika lugha ya Kilatini. Alipokuwa huko Roma, Padre Jerome alifahamiana na watu wengi. Kati ya hao alikuwa mwanamke mwenye moyo wa kuipenda dini. Hao ndiyo Marisela, Albina, Paulina na binti yake Eustoki. Aliwaongoza kiroho na kuwafundisha maandiko matakatifu na jinsi ya kuimba vizuri katika lugha ya Kiebrania. Aliporudi Bethlehem, Eustoki na mama yake vile walihamia huko, na Padre Jerome alijenga monasteri mbili, moja kwa wanawake na nyingine kwa wanaume. Akaishi huko kwa muda wa miaka 34 mpaka hapo alipofariki mwaka wa 420. Jerome alitafsiri vitabu vya hekima ya Suleimani, Yoshua bin Sila, Baruku na Makabayo, ambavyo vilikuwa vijatafsiriwa katika Kilatini katika ile tafsiri ya zamani ya mwaka wa 382 ambayo iliandaliwa na Papa Damasius. Pia Jerome alitafsiri upya Agano Jipya. Jerome alitafsiri vitabu vya Agano la Kale moja kwa moja kutoka katika lugha ya Kiebrania na Kialamayo kwenda lugha ya Kilatini. Alikamilisha kazi hii mwaka wa 404. Baada ya miaka 18 ya kazi ngumu, tafsiri hiyo ilipewa jina la Biblia Vulgata, maana tafsiri hiyo ilitumiwa na watu wengi. Tafsiri hii ilikuja kuthibitishwa na Mtaguso wa Trento kama tafsiri rasmi itakayotumiwa na kanisa. Jerome alikuwa mtu wa sala na mara nyingi alifunga. Yeye mwenyewe alifundisha akisema, kusoma maandiko matakatifu lazima kutanguliwe na sala, na sala lazima ifuate mara baada ya kusoma maandiko matakatifu. Mara nyingi Jerome huonyeshwa katika michoro akiwa na simba na fuvu la kichwa. Picha hii inaonyesha maisha yake ya jangwani na hasa ukali wake katika kupambana na maadui wa kanisa. Fuvu la kichwa limekuwa ukumbusho wa kifo, ndiyo mwisho wa maisha ya mwanadamu hapa duniani. Jerome alifariki dunia tarehe 30 ya mwezi Septemba ya mwaka 420. Yeye ni mtakatifu msimamizi wa Wakutubi. Mtakatifu Jerome, padri na mwalimu wa kanisa, utuombee.